Karibu Homesport kwa taarifa za kimichezo. Pia usisahau kusubscribe na kushare na kucomment kwenye channel yetu. Asante. Simba licha ya ubora ambao wameonyesha kwenye ligi msimu uliomalizika, ni maeneo gani ambayo wanapaswa kuyaboresha na wanatakiwa wakae chini kinagaubaga? Mimi binafsi nitaanza na eneo la ushambuliaji as usual. Twende hapo. Naungana na wewe, ni eneo la ushambuliaji ambao Simba Sports wanapaswa kulirekebisha ama kuliboresha kuelekea msimu unaofuata. Kwa nini? Cha kwanza, unapokuwa na mshambuliaji ambaye anakaa bench, okay, ingawa akitokea bench anafunga, namzungumzia mwalimu, lakini ambaye anaanza ni force 9, ina maana kocha kitu ambacho mshambuliaji anampa bado hakijitoshelezi. Lakini hapo lazima tukubaliane kwamba Steve Becker pia ni muumini pia wa aina ya washambuliaji wa namna hiyo. Zile force 9 ni muumini wa hao washambuliaji. Kwa hiyo Simba kuelekea kuna dirisha kubwa, sijasikia bado majina kwenye eneo hilo, kwa sababu bado mimi naamini mwalimu Steve Becker inawezekana msimu unaofuata Elie Mpanzu akaendelea naye kama force 9. Hiyo ni kwa taarifa ambazo mimi nilizokuwa nazo. Inawezekana, lakini si shauri, kwa sababu kwa muda mrefu imeonyesha kwamba kuna baadhi ya game wamekuwa na struggle, kwa lazima waingie sokoni kwenda kutafuta striker proven. Tumeona kuna misimu iliyopita walikuwa na msimu kipindi unaanza walikuwa na Soa aliperform, lakini kuna baadhi ya vitu vilitokea akatoka nje ya mfumo. Pure strikers namzungumzia Ateba msimu uliopita, wajuzi, manake msimu uliopita ndio hapa wajuzi alikuwa kwenye ile eneo, alikuwa anafunga. Na Simba amekuwa na utaratibu wa kuwa na pure number 9s. Kageles, Mugalu, Boko, hao ndio aina ya washambuliaji waliokuwa nao. Kwa hiyo lazima waingie sokoni kwenda kutafuta pure number 9 ambaye atakuja kuwafungia magoli kwa uhakika. Hilo ndio eneo ambalo mimi hapo Kavion, kuna mtu amenipenyezea, anaendelea kuifanyia kazi. Umewataja washambuliaji ambao hivi karibuni kina Ateba, Mukwala. Kuna mtu amenipenyezea kwamba Mukwala anatamani sana kurudi Simba na yupo tayari hata kuvunja mkataba katika klabu ambayo anaichezea, kulingana tu na mazingira ya kule, ukilinganisha na mazingira ya huku. Kwa mfano, Mukwala hatoshi? Hapana. Simba washavuka huko. Nadhani sio sehemu ya wao, wanapaswa kurudi tena huko. Sidhani, kwa sababu hata kipindi yupo Msimbazi hakuwa tunasema ile striker ambaye anategemewa sana. Kuna game nyingi ambazo tunasema game nyingi Ateba ndio kwa anaanza kuliko yeye. Kwa hiyo sidhani kama Simba wanamhitaji. Yeye yupo katika ligi ambayo wanapata, tunaweza kusema, marisho mazuri. Nadhani angeendelea kukomaa huko Msimbazi wao. Wao waangalie mustakabali wa kuanza kutoka, kwa sababu tunaangalia ma striker ambao wanafungia mabao 13 kwa msimu. Ndio. Sasa hivi kuelekea msimu uliopita hizo idadi zimepungua. Hamna mshambuliaji ambaye amevuka mabao 10 kwa msimu uliopita kwenye ligi kuu pekee. Sasa unaona kwamba tunasema kwa upande wa Simba wamedrop katika hilo eneo. Wenzao wanajaribu kutafuta washambuliaji ambao wamefunga mabao 15 kwa msimu na zaidi. Kwa hiyo wao wanapaswa watoke hapo waende kutafuta ma striker. Yes, ma striker wapatikani, lakini lazima wakatafute striker cha kwanza wanaofunga mabao, goal poachers, watu ambao wana stick ndani ya box, kwa sababu tukiangalia kwenye eneo la kiungo wana viungo wengi sana ambao wanaweza kalisha ma striker ambao wanaishi ndani ya box. Ndio. Kwa hiyo ndio aina profile ambao Simba wanapaswa kwenda kutafuta kulingana na style play ya coach Steve Becker. Wanahitaji striker ambaye ni standing back. Wanahitaji nieleke kitu kimoja. Baka yeye ni muumini wa force number 9. Ametuonesha katika hicho kitu. Hivi ni muumini au kwa sababu hana huyo top number, hana mshambuliaji. Mimi kwa jinsi ninavyofahamu, kwani Selemani hampi kile anachokitaka yeye. Mimi kwa kitu ambacho ninachokifahamu mimi hapa tutaikana sawa, lakini mimi ninachokifahamu pia ni muumini wa hiyo aina ya uchezaji. Ni muumini wa hiyo aina ya uchezaji. Lakini akipata mshambuliaji wa kumpa mabao 15 kwa msimu kama ilivyokuwa kwa msimu ya nyuma, anaweza akatoka hapo na akampa hicho kitu. Kwa hiyo tunaweza tukakubaliana pia mshambuliaji aliyokuepo ampi hicho kitu anachokitaka. Ndio maana ametoka kumwamini mshambuliaji namba 9 akaondoka, akaona sasa nicheze na force number 9. Sorry na Kavion. Hivi kuna kocha duniani ambaye ana top number 9? Yani yeye ana top number 9 lakini hataki, yeye anaamini tu kwenye force number 9 duniani? Nitolee mfano kocha yani ambaye yeye hata akiwa na top number 9 ambaye anaweza kumfungia magoli pale
ila ana prefer kwenda na force number 9. Naomba turudishane nyuma kidogo. Tuende kwenye zile timu za taifa za Spain ambazo zilikuwa zinafanya vizuri turudi kule nyuma. Fernando Torres inawezekana hakuwa kuna ule ubora wake kwa kipindi kile. Ndio maana alikopo haanzi. Naenda taratibu alafu tunakuja. Inawezekana alikopo wafanye vizuri kipindi Spain zinafanya vizuri. Ndio maana akawa anatokea bench, David Villa akawa anafanyaje? Anaanza. Lakini ukiangalia jinsi wanapocheza pale kiwanjani, Villa mara nyingi anatokea pembeni na sio pale katikati. Ni aina tu ya namna jinsi anataka acheze. Kuna muda mwingine unamkuta Cesc Fabregas anacheza katika hilo eneo kama namba 9, lakini yeye ni kiungo, lakini sio kwamba washambuliaji wengine hawapo. Ni utendaji tu kwenye eneo la kiwanja. Unataka wachezaji wakupe, tunasema labda control sana katika eneo la kiungo na tunasema kuna eneo la kiungo, lakini pia katika eneo la ushambuliaji wakiwa wote wanasogea. Tukirudi kwenye kesi ya Simba, tunakubaliana, ndio maana nikasemaje, nakubaliana na wewe katika hili kwamba Selemani Mwalimu amekuwa labda tunasema hayupo clinical katika maeneo ambayo Simba wanapaswa wazi close game mapema sana. Ndio maana akaona atoke pale. Kuna ile imani ambayo yuko nayo, kuna ile falsafa ambayo yuko nayo kwanza namba 9 kutoka kwenda kwa false 9 ambaye anaweza akafunga, anaweza aka-assist, lakini pia kuwafanya wachezaji wengine kuwa bora katika hilo eneo. Kwa hiyo kama ili Chama watu waanze kujiandaa na maisha baada yake, lazima aje top performer kuliko Chama. Hiyo ndio kitu ambacho labda pekee wana Simba unaweza kawaaminisha kwamba bwana Chama akae pembeni. Kwa hiyo kingine kinachombeba ni vitu ambavyo wamevifanya nyuma, ile nostalgia ambao watu walikuwa nayo nyuma na anaendelea kuvifanya. Kwa hiyo inaweza ikawa shida, lakini bado anaendelea kuvifanya. Naam. Which is the best? Kwenye kipindi ambacho huyu ambaye anaenda kumalizika wakaanza kutafuta mbadala, au wasubiri huyo mtu aishe kabisa ndo atafute mbadala? Ushe kuona mbadala analetwa kwenye ligi kuu Tanzania bara, alafu anasubiri labda miaka 2 kwa ajili ya Chama aweze kufanya sasa tunachozungumza au nilichomuelewa Magunga kwamba kwenye hizo nyakati ambazo, alafu pia hii mentality ya kwanza kuwaza tu kuhusiana na ligi yetu na kati kila siku watu wanasajili na kutaka kufanya vizuri huko, hatuwezi kutoka huko. Unajua kwa nini tunawaza hapa? Kwa sababu vilabu vyenyewe bado havijaanza kuwaza kwenda huko. Sasa sisi hapa sisi ambao tunakaa kwenye hizo mic ndio hapo sasa nakwambiaje, tunazungumza hapa kwenye mic, lakini uhalisia unafahamika. Leo tunataka Simba waende kuchukua upgrade ya Chama. Ina maana kwamba cha kwanza lazima waje kugawana dakika na Chama, huyo mtu ambaye anakuja. Kwani wenyewe wako tayari kwa hicho kitu? Hilo swala hapo tayari. Huyo upgrade ya Chama akija anatusaidia sisi au anawasaidia wao wakifanya vizuri? Anawasaidia wao Simba, lakini ndio maana nikasema kitu kuna ubaya. Hakina ubaya, lakini sasa kwa nini Mkai unaposema kuleta mtu Chama sio kucheza dakika 90 tena? Mkai unaposema kwamba washachoka, nakubaliana na wewe, lakini kama mtu anaendelea kuperform, na hao vijana wadogo ambao wapo wenye umri mdogo, kina nani tunazungumzia? Kina Loemba, sio hapo na miaka 23, wakina Morris Ablam perform. Kwa nini sasa huyu mtu mweke pembeni? Kila siku kila msimu Simba amekuwa anajaribu kuleta upgrade, kila msimu amekuwa anajaribu kuleta upgrade, wanakwama, lakini mwisho siku Chama ndio huyo watu wanafanyaje, wanaenda kurudi kwake. Tutazungumzia swala zima la scouting, tutazungumzia swala zima la tunasema kwenye usahihi wa kuleta wachezaji ambao wanaenda kucheza kwenye hilo eneo. Lakini kama kila msimu watu wanakuja perform, kwa nini msiendelee naye mtu huyo? Mkai, kuna sehemu mimi nashindwa kumwelewa Kavian. Unajua watu kushindwa kuleta, yani watu kufeli kupata mchezaji ambaye atakuja kuwa bora kwenye ile eneo, haliwazuii yani aliwafanyi kuto kuendelea tena kutafuta. Katika kutafuta kuna kufanikiwa, kuna kupata na kukosa. Alafu kitu kingine, yani viongozi ama kocha hafanyi tu decisions kwa ajili ya kumfurahisha kila mwana Simba. Unatakiwa ufanye maamuzi ambayo timu itafanikiwa. Kuna siku timu inaweza kufanikiwa, sawa, na kwenye hayo mafanikio Ashraf akabeza, lakini ndio timu imesogea. Kwani siasa na wamechukua ubingwa? Lakini bado kuna baadhi ya washabiki timu imechukua ubingwa lakini wanaona kwa namna tulivyochukua ubingwa bwana kwa kutegemea tu set pieces, lakini ndio timu imechukua ubingwa. Sasa leo hii ukiniambia kwamba Chama anafanya vizuri, ndio kuna vijana wako pale, especially tena kijana Mkai Morris wameshindwa kuchallenge kwenye ile eneo kabisa, unanielewa? Chama anacheza na timu inafanya vizuri. Timu inapotaka kufanya vizuri zaidi, mchezaji miaka 35 brother, timu inapotaka kufanya vizuri zaidi
haiwazui kwenda sokoni kutafuta kiungo mshambuliaji mwingine. Naona kuna mtu amemtaja Messi. Yani hata kama umeelewa kwamba mbona Messi ana miaka 30 na huko, lakini bora anafanya vizuri. Sawa, sasa leo hii kuna mmoja anaandika, Aisha Abdalla anasema mkai kama unaumia njoo nikuchome diclofenac utapunguza maumivu, ila Chama tunaye. Umenielewa? Na wanatamba naye. Na kitu kingine tunaposema utafute mtu kwenye ile eneo, sio kwa sababu eti Chama moja kwa moja wanakumweka bench. Sawa, lakini kama club Chama aliuzwa brother. Ndio. Unakumbuka? Nini kilitokea? Chama na Mixon walivyoondoka Simba nini kilitokea? Palipoteana kulikweli. Umeelewa? Yeah. Sasa huyu mchezaji hawezi kuwa Simba milele, na nisitumie neno milele. Yaani hii energy tunamwona nao Chama, mimi sioni misimu miwili na ukuja mitatu. Inawezekana mbakiza misimu miwili ya kuwa na energy ya kucheza, lakini kwenye msimu wa tatu sioni hicho kitu. Naomba nimalizie afu nikuulize swali. Na kwenye ile timu sawa, Ino ameshindwa ama niseme uwezo wake, yani wasa kupata dakika haujawa mzuri sana. Hajamshawishi mwalimu. Sawa, Nio Maema nafikiri Steve Barker ametukumbusha kwamba kuwataja wachezaji huyu namba 8, huyu namba 10 haitoshi. Mchezaji unaangalia profile, wasifu na namna anavyotumika uwanjani. Nio alikuwa anatumika kama kiungo mshambuliaji nyuma wa shambuliaji. Alikuwa akupi kile kilichokuwa bora kama akicheza pembeni ya kiungo mkabaji. Yeah. Yaani Nio akicheza pembeni ya Kante au Kagoma, unaona ubora wa Nio kuliko Nio ukamweka juu ya Kante na Kagoma. No. Unanielewa? Kwa hiyo sasa hivi kinachotokea ni kwamba mbadala wa Chama ni Ino pamoja na Morris. Je, hawa watu wawili wanamchallenge huyu mtu enough? Hapana. Yaani wewe ukiwa unapata nafasi ya kucheza kila siku unatoa kilichokuwa bora. Hata pale Azam, nishaisema, Azam sana Faisal, lakini anahitaji mtu akamchallenge Faisal. Yaani wewe kwa sababu ulitupa makombe 5 6, basi Zwana angekuwa anacheza mpaka leo Mamelodi. Zwana amewapa ubingwa. Zwana alikuwepo kwenye timu ya ubingwa kipindi cha Pitso. Muulize mwenyewe, wewe kwa nini sio mtangazaji peke yako hapa? Lazima upate yani mabadilishano. Ukiwa peke yako pia utarelax. Na ile mnampenda Mkai. Yaani kwenye timu bwana Mkai, sisi kweli Mkai hata ukikosekana kuna ile homa watu wanaipata. Na kwenye maisha ya mpira miguu ipo, kuna mchezaji ni pendwa. Timu zote duniani zina wachezaji pendwa. Lakini kuna muda watu wanatakiwa kukubaliana na wakati. Na wajumbe wamekubali hapa kwamba perfect kabisa. Aliyesema Simba wanatakiwa kuishi bila Chama, na nafikiri kwa usajili wa Simba msimu ujao hawata mkumbuka. Nishamuelewa hoja yake kwamba lazima hivi sasa waanze kutengeneza mazingira. Wasisubiri aondoke. Afu hata wasipotaka. Changamoto ulikuwa unataka kumuuliza swali Magunga. Unajua changamoto inakuwa hivi. Vilabu vingi sana wachezaji bora wakiwa naondoka, bahati mbaya either wakiwa wanamaliza wakiwa naondoka, replacement zimekuwa za moja kwa moja hazipo. Tutaulizana kipindi Stefan Aziz Ki anaondoka, nani akapo direct replacement yake kipindi anaondoka? Wakati anaondoka, mchezaji ambaye alikuwa anaaminika anaweza kawa anacheza kwenye position yake na ikawa analeta impact alikuwa ni Pacome. Lakini Pacome ni winga. Yes. Lakini Pacome ni winga ambaye anaweza kucheza. Amekuja kucheza huku, yule ni number 10. Of course, alikuwa chase number 10 kwa sababu ya Aziz Ki. Of course, lakini baada hapo si akawa deployed na ni kucheza pembeni, na ambapo ndio sehemu ambao anaocheza. Kwa ina maana walibidi wangoje kuna dirisha moja au naweza kusema dirisha, wakaenda kumsajili AI. Wakaenda kumsajili AI ambapo hakuweza tunasema kwamba hakuweza kuwapa kile kitu ambacho anachokitaka kabisa. Dirisha linalofuata yule hakuweza tu hata kukaribia kuweza. Sawa, dirisha linalofuata akaja Alan Okello akaweza kuperform. Kwa hiyo sometimes tunapaswa kukubaliana kwamba ile class ambayo mtu anayoiweka pale hakuiweka ndani ya siku moja. Hata hao wachezaji wanaokuja ambao wanasajiliwa taratibu hawatoingia kuiweka ile top performance kwa muda mmoja. Je, virabu viko tayari kuwavumilia? Kwa sababu yeye ilifika tu pale pap baada ya Aziz kuondoka. Watu hawakumuelewa kuna mechi 2 3 za mwanzo. Nataka tuondoke Magunga. Haya, sawa, karibu. Mimi sema mbona pingana na Kavion na pingana na Ashraf. Tusiweke kama isiwe kama kanuni kwamba kila mchezaji anayekuja kwenye timu anahitaji muda mrefu kutoa kilichokuwa bora. Brother, si mshabiki wa Mbappe? PSG kule alikuwa anafunga goli 40 kwa msimu. Msimu uliopita Madrid amechangia magoli mangapi? Afika 40. Ametumia muda gani?
Kwa sometimes inategemeana tu. Sasa hapo Magunga sio wote. Yaani kuna ambao yaani kuna ambao wanawahi afu kuna ambao wanachelewa. Na wewe. Lakini tunapozungumza tuzungumze sasa kama general kwamba kila mchezaji anafika kwenye timu anahitaji muda mrefu kuonyesha kuchukua bora. Hapo tuko kwenye buti moja. Vipi upande wa fullback wa kulia? Kuna mdau hapa ameniandikia Kapombe Energy imekwisha. Duchu hana daraja la Simba. Hapo kama umesoma hesabu kuna kitu kanaita pai. Sawa. Pai. Hiyo ni ukweli mchungu. 1.4. Huo ni ukweli. Huo ni ukweli. Anahitajika fullback mwingine wa kulia kwenye hiyo position. Nisikia kwa Chilambo au? Sijui unanielewa. Imekwaje? Chilambo. Nilisikia. Yes, nilisikia pia. Yatafahamika. Lakini kweli wanahitaji fullback wa kulia. Yaani kama Kapombe sasa hivi ni maji ya jioni kama tunavyosema, hawezi kukupa ule ubora wa zamani kama ilivyokuwa natakiwa, lakini Duchu anaaminiwa. Tena huyo kwenye end product mimi ndo hapana. End product yake sijawahi kuiona. Sawa. Kwa hiyo wanahitaji fullback mwingine wa kulia kama kweli wanahitaji kufanya vizuri zaidi. Muongeze mkataba Duchu Kameta, leta mtu zaidi. Yes, awe anajifunza ni Chilambo. Kweli Chilambo ni bora kuliko Duchu kwangu mimi. Okay. Yes, nisho wa kucheza tu. Nisho wa kucheza. Lakini Chilambo ni beta. Haya. Patamu kweli, jana naona mjadala ulikuwa mkubwa juu ya